Ndugu Mheshimiwa, sio kazi rahisi kuweza kupata nafasi hii, kuwa na kiongozi wetu wa kisiasa mkubwa kabisa kwenye halmashauri yetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pia tukushukuru sana wewe binafsi kwa kuona upo umuhimu wa kupita kuwaona walimu wetu. Natambua lengo lako ni kupita kuwaona walimu na kuona jitihada wanazozifanya. Sisi pia tunajivunia walimu wetu kwa kazi nzuri wanayoifanya, na sisi walimu hupimwa kwa matokeo. Kwa hiyo nafahamu uliniomba matokeo nikakupa, ukayaona. Kwa hiyo walimu wetu wamefanya vizuri, na ili niweze kusummarize basi nikwambie namna gani matokeo yetu ya kidato cha 6 yamekuwa. Tunazo shule zetu 5 kwenye halmashauri yetu. Tuna shule ya sekondari Ntaba, Ruangwa, Rufilio, Mwakaleli na Mano. Mheshimiwa Mbunge, katika mitihani ile tulikuwa na jumla ya watainiwa 756 ndani ya halmashauri, lakini tumeweza kupata division 1 494, division 2 229, division 3 33, na matokeo yetu yakawa yameishia hapo. Mheshimiwa Mbunge, katika shule zetu hizi, na huu ni mwaka wa 4 mfululizo tukiwa hatuna division 3 wala 4, ni mwaka wa 4 mfululizo ndani ya halmashauri yetu. Katika shule hizi basi tuna shule yetu ya Ntaba ambayo ndio imekuwa ya kwanza, yenyewe kwa miaka 2 mfululizo imekuwa ikiishia division 2. Kwa mwaka huu walikuwa na wanafunzi 57 na wote wameishia division 2. Division 1 wako 47, division 2 wako 10. Kama alivyosema mkuu wa shule yetu ya pili ni Ruangwa ambayo yenyewe nayo imepata division 1 91, 2 29 na 3 8. Kiangalia unaona kwamba tunaanza division ile 1 inakuwa na wanafunzi wengi, kadiri tunavyoshuka basi na wanafunzi wanapungua, na hii inatusaidia kupata GPA nzuri. Kwa hiyo kwa ujumla shule zetu zote zimefanya vizuri. Tunawashukuru sana walimu, tunawashukuru nyie viongozi wetu wa kisiasa. Mnapokuwa viongozi wetu wa kisiasa mnatupa utulivu wa kisiasa, basi tunapata nafasi nzuri ya kuweza kufanya hivi tunavyofanya. Ili Mheshimiwa Mbunge, nitumie nafasi hii pia kukupa picha nzima ya halmashauri kwa matokeo yetu yote. Kwa mtihani wa kidato cha 4 mwaka jana, kwa sababu mwaka huu bado hawajafanya, shule zetu za halmashauri ya Busokelo ziliibuka kuwa kidedea kwenye mkoa. Halmashauri ya Busokelo imekuwa ya kwanza. Kizipanga shule za serikali, halmashauri ya Busokelo imekuwa ya kwanza kwenye mitihani ya kidato cha 4. Lakini tulipofanya mitihani ya kidato cha 2 nayo halmashauri imekuwa ya kwanza. Maneno mengi yamesema afisa elimu ambayo ametupa mwanga wa kuja hapa kwamba tumekuja. Mimi binafsi niko katika ziara ya kawaida ya kazi. Katika ziara ya kazi hiyo nikaomba kwamba kabla ratiba yangu ya kawaida haijaanza, na amesema vizuri afisa elimu, ofisi yangu iko hapa mbele, nikasema nije nizungumze na walimu wa Ruangwa sekondari, na kwa kweli kabisa baada ya kuhamasika sana na matokeo mazuri ya kidato cha 6 yaliyotangazwa hivi karibuni, afisa elimu pamoja na walimu, kwa niaba ya Watanzania wengi, kwa niaba ya serikali pia ambayo inaamini mko mkitekeleza majukumu yenu, na sisi jukumu letu la msingi kama wabunge ni pamoja na kusimamia serikali. Tunaposimamia serikali tunawaeleza kwamba tunapokwenda kule kuonana na wananchi vitu gani vinafanyika na watumishi wa serikali. Mimi nataka niwahakikishie mtakapopata nafasi ya kusimama popote, tutatoa mfano kwamba sisi Busokelo tumepata bahati ya kuwa na watumishi wema wa serikali, hususan wa kada ya walimu. Walimu wetu hongereni sana. Lakini kwa niaba ya wazazi wa Watanzania wote ambao watoto wao wanasoma katika jimbo hili la Busokelo, katika shule yetu ya hapa Ruangwa, na wana Busokelo wengine wote, tunawapongeza sana walimu kwa kazi nzuri ambayo inafanyika. Nilikuwa nataka nije hapa kwa sababu tumezoea kuona kuna vitu vizuri huwa vinatokea tu kwa sababu vimetokea. Wanasema ukiona vinaelea ni kwa sababu vimeundwa.
Kwa hiyo mimi nikasema vimeundwa na uundwaji wake ni pamoja na nyinyi. Tunafahamu kwamba ili tuweze kupata matokeo yaliyokusudiwa, tunahitaji mshikamano kati ya walimu, wanafunzi, wazazi, wanajamii, lakini na serikali. Sasa tunapoona mambo yamekwenda vizuri, manake huo mshikamano umekwenda vizuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawapongeza sana kwa niaba ya watoto wetu pia ambao wamepata matokeo hayo mazuri, wamepita katika mikono yenu. Sisi tunachosema ni asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Nikaona haitakuwa vema mimi nipite hapa nione kama jitihada kubwa hizo ambazo zimetokea katika eneo letu hili ni kama hakuna kitu kimetokea. Kwa hiyo naomba mpokee shukrani zetu hizo za dhati, na mimi shukrani hizo za dhati, afisa elimu huko hapa, niseme tunazitoa kwa niaba yenu walimu wa shule zetu zote kwenye maeneo yetu yote katika Busokelo. Inawezekana nisifike kwenye shule zote, lakini kwa sababu nimefika kwenye shule ya sekondari Wangwa, basi kwa niaba ya walimu wetu wengine naomba mpokee shukrani hizo za dhati kutoka kwangu mimi kama mbunge na mwakilishi wa wananchi wa Busokelo. Nimeeleza tena kitu kidogo kwa sababu ya muda. Mimi kwa kikata na walimu hapa tunywe soda wote na nini. Sasa bahati mbaya ratiba najua nilikuwa, lakini ninawapa zawadi kidogo. Naomba ni kidogo, lakini pokeeni pamoja. Nitawapia shilingi 500. Jamani, hapo 500 wewe. Sawa. Asante. Kwa hiyo niwaachie 500. Jamani, kwa niaba ya mimi mwenyewe na wana Busokelo tunawashukuru sana. Mungu akubariki. Na sio kwa matokeo tu, hata siku mkifanya vibaya tutakuja kujifunza nini kimetokea au kimebadilika. Unajua that's it, hatuwezi kuwa nani, unajua binadamu tukisikia mmefanya, kwa sababu tumeona mmeshaweka, na mbaya zaidi you put mark, mmechora mstari kwamba nyinyi ni watu ambao mnachapa kazi, mnafanya vizuri. Kwa siku mkifanya vibaya nako tutakuja hivi kushangaa nini tena. Kuna nini? Tutaongea hivi. Mwalimu, asanteni sana.